Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imedai kuwa imefanikiwa kuzima jaribio kubwa la mapinduzi ya kijeshi dhidi ya kiongozi wa nchi hiyo Captain Ibrahim Traore, ambaye anaongoza taifa hilo tangu alipochukua madaraka kupitia mapinduzi mwezi Septemba mwaka 2022. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyosomwa kupitia televisheni ya taifa hilo RTB jana Jumatatu usiku, jaribio hilo lililenga kumng'oa madarakani kwa nguvu na kulifikisha taifa hilo katika hali ya sintofahamu ya kisiasa na kiusalama. Waziri wa usalama wa ndani Mahmoudou Sana alisema kuwa njama hiyo ilikuwa ikiandaliwa kwa muda na ilihusisha wanajeshi kutoka waliopo kazini na wale waliostaafu wakishirikiana na vikundi vya kigaidi vinavyoendesha mashambulizi ya kiolela katika eneo la Sahel. Alidai kuwa wapanga njama walikuwa wanapokea usaidizi wa kifedha, vifaa vya uungwaji mkono na kimkakati kutoka kwa watu walioko katika nchi jirani, hususan Cote d'Ivoire, bila kuitaja moja kwa moja serikali ya taifa hilo kama mshirika wa njama hiyo. Tumeweza kudhibiti harakati zote za magaidi wa ndani waliokuwa wamejipenyeza kwenye mfumo wa kijeshi na kupata mawasiliano na waasi walioko nje ya nchi, alisema Sana. Mpango wao ulikuwa ni kushambulia ikulu ya rais na vituo vingine vya kijeshi muhimu katika mji mkuu wiki iliyopita. Kwa mujibu wa maafisa wa serikali, baadhi ya washukiwa tayari wamekamatwa na uchunguzi unaendelea. Majina ya washukiwa hao bado hajawekwa wazi, lakini taarifa zinaeleza kuwa baadhi yao walikuwa na nyadhifa za juu kabisa katika jeshi kabla ya kung'atuliwa au kusimamishwa kazini. Waziri Sana aliongeza kuwa nia ya kundi hilo ilikuwa kusababisha machafuko ndani na kuyumbisha udhibiti wa serikali, hatimaye kuiweka nchi nzima chini ya usimamizi wa kimataifa au kikanda kwa kisingizio cha kurejesha utulivu. Jaribio hili linakuja kwenye kipindi ambacho Burkina Faso bado inakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama kutokana na mashambulizi ya makundi ya kigaidi yenye uhusiano na Al-Qaeda na IS. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa zaidi ya watu milioni 2 wamekimbia makazi yao kutokana na ghasia hizo, huku zaidi ya theluthi moja ya taifa hilo likiwa nje ya udhibiti wa serikali. Captain Ibrahim Traore mwenye umri wa miaka 37 aliingia madarakani kwa mapinduzi ya pili ndani ya mwaka mmoja mnamo Septemba mwaka 2022, akimng'oa aliyekuwa kiongozi wa kijeshi Paul Henry kwa madai ya kushindwa kukabiliana na ugaidi. Tangu wakati huo, Traore ameahidi kupambana vikali na ugaidi, huku akikataa shinikizo la kurudisha nchi katika utawala wa kiraia kwa haraka. Serikali yake pia imegeukia ushirikiano mpya na mataifa yasiyo ya Magharibi ikiwemo Urusi, jambo ambalo limeibua mivutano ya kidiplomasia na baadhi ya mataifa ya Ulaya. Hadi sasa kuna tamko rasmi kutoka kwa serikali Ivory Coast kuhusu tuhuma za nchi hiyo kuhusika au kuruhusu mipango ya uasi kufanyika kutoka eneo lake. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wa kanda ya Sahel wanasema kuwa mvutano wa kisiasa baina ya mataifa ya Magharibi ya Afrika unazidi kuchochea hali ya kutoaminiana, hasa miongoni mwa mataifa yanayoongozwa na serikali za kijeshi kama vile Burkina Faso, Mali na Niger. Tukio hili linaashiria ongezeko la hatari ya migogoro ndani na ushawishi wa nje katika siasa za mataifa ya Sahel, hasa wakati ambapo baadhi ya nchi zinasema wazi kuwa hazitafuata tena maelekezo kutoka kwa mashirika ya kimataifa au mataifa ya Magharibi. Naitwa Onesimo Sangalali. Dataflow inakuletea internet ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.